Omba pamoja nami maombi ya kuyafuta majina yetu kwenye vilinge vya kichawi. Pengine jina lako limeandikwa kwenye kilinge cha kichawi, kilinge cha kiganga. Watu wameenda kwa waganga kuandika majina yetu. Au kuna mtu ananisikia, umekuwa na roho ya kwenda kwa waganga mara kwa mara. Umekuwa ukienda kule, majina yako yameunganishwa na vilinge vya waganga. Mambo yako yamekuwa kisemwa kwenye vibuyu vya waganga. Maisha yako yamekuwa kizungumzwa kwenye madhabahu za kiganga. Maombi haya yataenda kukutoa huko. Haijalishi uliwekwa kwa kwenda mwenyewe au uliwekwa na mtu mwingine ambaye akaenda kwa ajili ya kukudhuru. Akaenda kule akalipeleka jina lako, akapeleka picha yako, akapeleka nyayo zako, akapeleka maisha yako, akapeleka unywele wako. Jina la Yesu litaenda kukuokoa kwenye hizo madhabahu. Jina la Yesu litaenda kukuokoa kwenye hizo nguvu za giza. Haijalishi unaitwa wapi, haijalishi nani ambaye analiunganisha jina lako kwenye hizo madhabahu. Leo unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Maombi haya yatakuwa ni maombi muhimu ya kufungua kutoka kwenye vilinge vya kichawi, kutoka kwenye vilinge vya kiganga. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakolosai ile sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 15, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Kulikuwa kuna hati ya mashtaka ambayo imeandikwa ili iweze kutushtaki kwa hukumu zake. Pengine unanisikia hapo ulipo, kuna hati ya mashtaka imeandikwa, kuna hati ya kutushtaki imeandikwa kwamba sisi tunakosea jambo fulani, kwamba sisi tunajidai kwenye kitu fulani. Nataka nikuombee, yoyote ambaye anaona wivu kwa ajili ya maisha yako, yoyote ambaye amekwendea kwa waganga ili aweze kukufunga, ameenda kwa mifumo wa giza ili aweze kukufunga, leo hiyo hati ya mashtaka inaenda kuondolewa kwa jina la Yesu. Anasema kwamba na kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa ikitupinga. Kuna shtaka ambalo limewekwa juu yako, linakupinga. Kila unalojaribu kulifanya, hati ya mashtaka inainuka. Inasema tumekushtaki, haitakiwi upate kazi, haitakiwi upate ndoa, haitakiwi upate biashara nzuri, haitakiwi mwezi huu mambo yako yaende vizuri, haitakiwi uende ibadani, haitakiwi ufanyikiwe kwenye kitu fulani. Hati ya mashtaka inakufuatilia. Leo tunaenda kuiondoa hati ya mashtaka. Sema naiondoa kila hati ya mashtaka iliyoshtaki maisha yangu, iliyoshtaki jina langu, iliyoshtaki maisha yangu katika jina la Yesu. Wengine kuna makesi yanaendelea. Wengine kuna watu wanaendea kwa waganga ili wawafunge, ili waweke hati za mashtaka juu yenu. Kila hati ya mashtaka iliyoandikwa juu yako leo inaenda kuondoka kwa jina la Yesu. Leo inaenda kuondoka kwa jina la Yesu. Hati ya mashtaka inaenda kuondoka, maana Yesu Kristo alishaigongomea pale msalabani. Bwana Yesu alishaigongomea hiyo hati ya mashtaka. Haitakiwi kutese tena, haitakiwi kuhukumu tena. Nami naiondoa, ikuachie kwa jina la Yesu. Toka kila hati ya mashtaka uliyeinuka juu ya mtu huyu, sio wa kwako kwa jina la Yesu. Sio wa kwako, na kutangazia kwa jina la Yesu, mtu huyu sio wa kwako. Kama ilivyoandikwa kwenye Hesabu 23:23, hakika hakuna uchawi wala uganga juu ya Yakobo, juu ya Israeli. Nami nakutamkia kwa jina la Yesu, hakuna uchawi wala uganga utakaofanikiwa kwako. Kila hati ya mashtaka ambayo imeinuka kuhukumu, kila hati ya mashtaka ambayo imeinuka ili hukumu maisha yako, leo naigeuza na kuibatilisha kwa jina la Yesu. Maana Mungu atakuwa pamoja nawe, Mungu atakusaidia, Mungu atakutia nguvu katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 1 mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, hiyo roho ya giza ambayo imeunganika na wewe, hiyo roho ya kuwekwa kwenye vilinge vya kipepo, hiyo roho ya kuwekwa kwenye madhabahu za giza, leo inakuachia kwa jina la Yesu. Leo inakuachia kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu ninajinasua kutoka kwenye vilinge vya kichawi, vilinge vya kiganga. Ninakomboa jina langu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mahali popote jina langu lilipoandikwa kwenye vilinge vya kichawi, kwenye vilinge vya kiganga, jina langu likapige kelele, likaachiliwe kwa jina la Yesu. Kila mashtaka walioniwekea, yawe ya uongo, yawe ya ukweli, na yafuta kwa jina la Yesu, na yaondoa kwa jina la Yesu. Ewe mashtaka, ondoka ndani yangu. Ewe mashtaka, ondoka kwenye maisha yangu. Nakataa kila mashtaka, nakataa kila hati ya mashtaka, nakataa kila nguvu za giza, nakataa kila nguvu za kipepo kwa jina la Yesu. Popote lilipofungwa jina langu, iwe kwenye madhabahu, iwe kwenye makaburi, iwe kwenye pipa, iwe kwenye chungu, iwe kwenye kisima, leo jina langu linafunguliwa kwa jina la Yesu. Kibali cha jina kinarudi, kibali cha jina kinarudi kwa jina la Yesu. Mahali popote walipochafua jina langu, walipochafua CV zangu, walipochafua nafasi yangu, leo waniachie kwa jina la Yesu. Nami nakuombea mahali ulipo, chochote ambacho kimechafua jina lako, yeyote ambaye amechafua CV yako, yeyote ambaye amechafua maisha yako ili uonekane wewe ufai, alafu wao onekane wanafaa, yeyote ambaye ametuma kwako kama agent kuja kukuchafua, namshughulikia sasa, namshughulikia kwa jina la Yesu. Apigwe katika jina la Yesu. Tunashambulia kwa moto wa Yesu. Tunapiga kila madhabahu za giza, tunapiga kila nguvu za giza kwenye vilinge hivyo. Tunaenda huko kwenye hizo damu zilizomwagwa, kwenye hao kuku waliochinjwa, kwenye hizo mbuzi zilizomwagwa. Leo tunaharibu kila damu ya mbuzi, tunaharibu kila damu ya kuku, kila damu ya kondoo, kila damu ya mnyama yeyote yule ambaye alisimamishwa ili aweze kuyafunga maisha yako. Tunakata hizo kamba, na kata hiyo minyororo ikatike, minyororo ikatike, maagano yakatike
toka kwa jina la Yesu, toka moto kwa jina la Yesu. Hapo hapo ulipo, moto kwa jina la Yesu. Natuma moto lao, natuma moto lao, moto kwa damu ya Yesu, moto kwa damu ya Yesu. Naondoa hayo mashambulizi, naondoa hizo nguvu za giza, zikuachie. Maana Yesu alitutoa kwenye maagano ya nguvu za giza, kwenye vifungo vya nguvu za giza. Hayo mateso sio fungu lako, hayo mateso sio fungu lako. Naondoa kila maagano ya giza. Wewe ulienda mwenyewe kwa waganga, ule ulipelekwa kwa wachawi, hiyo uliunganishwa na mikoba, ule uliunganishwa na mizimu. Leo nakutoa huko, navunja mizimu yote, navunja mikoba yote, navunja maagano yote. Maagano pasuka, maagano toka, maagano achia, achia kila maagano, achia kila maagano, achia kila maagano. Kila madhabahu za giza nazilipua, nazipiga, nazishambulia kwa jina la Yesu. Madhabahu ondoka, madhabahu ondoka, nguvu za kichawi ondoka, toeka mapepo yote, toeka mikoba yote, toeka maagano yote, kila maagano ya kuachie. Yes, au maagano ondoka, mwache mtu huyu, mwache mtu huyu. Kila poto ulipounganishwa na hivyo vilinge na kutoa huko, chakula ulicholishwa, natapisha, natapisha, natapisha. Wengine imefungwa mikono, na ifungua mikono hiyo kwa kamba za kiroho, hizo kamba za kipepo ambazo zimekufunga zikatike sasa. Fire in Jesus name. Moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Na kuchomoa kila nguvu za giza, kila mambo ya giza yaliyokushtaki. Kila mshtaki wako aliyekuinukia kushtaki ashughulikiwe kuanzia sasa, ashughulikiwe kuanzia sasa, akuachie kwa jina la Yesu. Nafsi yako ifunguliwe, afya yako ifunguliwe, uchumi wako ufunguliwe. Kifungo chochote ambacho kimefunga maisha yako, naamuru kikuachie. Toka. Wengine mmezuiliwa msipate ndoa, msipate kazi, msipate watoto. Leo na kufungua vifungo vyote vikuachie, vifungo vyote vikuachie. Amani yako iwe katika mikono ya Mungu, furaha yako iwe kwenye mikono ya Mungu. Naondoa kila kitisho, naondoa kila hila, naondoa kila hukumu iliyokuhukumu kwa jina la Yesu. Naifuta na kata rufaa ya kiroho na kufungua hivyo vifungo vya chale, hivyo vifungo vya maagano, vifungo vya matambiko, vifungo vya chakula, vyote vikuachie. Na vitapisha, natapisha, natapisha maagano ya tumbo, maagano ya macho, maagano ya mikono, maagano ya miguu katika moto kwa jina la Yesu. Toka macho mtu huyu, achia nafsi yake kuanzia sasa na kufungua mahali ulipo. Pokea ufungulivu kamili, pokea ufungulivu kamili katika jina la Yesu. Jina lako limekombolewa, jina lako limefunguliwa. Sema nafungua jina langu, jina langu lifunguliwe. Funguliwa ewe jina, ewe jina na kufungua. Utoke kwenye viringe hivyo, piga kelele, toka kwenye viringe hivyo, kwenye maagano hayo. Kila mashambulizi tunayapiga, tunayashambulia. Toeka, toeka, toeka kila vitisho, hofu kwako, kwa watoto wako, kwa familia yako, kwa ndugu zako, na ikemea. Toeka, toeka kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana na ikufungue na kufungua kwa jina la Yesu. Kila minyororo na kila kamba ziwe zimekatika kwa jina la Yesu, na kutangazia uhuru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki na akutende mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja nawe. Naamini maombi haya yatakuwa tiba na dawa kwako. Endelea ukiyarudia rudia. Inua imani yako, utaona Mungu anakufungua na jina lako litakuwa limefunguliwa. Haijalishi uliwekwa wapi, haijalishi nafsi yako ilifichwa wapi. Leo tumeitangazia imekombolewa, tumetangazia jina lako limekombolewa. Jina lako litakumbukwa, utatafutwa na utapigiwa simu na watu ambao walikusahau. Maana kuna wakati adui anaweza kafunga jina lako ukawa unasahaulika tu, ukawa wewe si wa kukubalika, wewe wa kurudishwa nyuma. Na kuombea ukakumbukwe kwa jina la Yesu, na kuombea kama mtumishi wa Bwana. Natamka kibali ukakumbukwe, ukatafutwe na watu waliokusahau, na kuinulia wabeba riziki, na kuinulia watu ambao watabeba hatima yako, watu ambao watabeba baraka zako, waje wakuletee baraka, waje wakuletee matokeo mazuri katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimekubariki, nimekuombea. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja nawe. Umesikia kuhudumiwa, unatamani kuendelea kupata vipindi vya kiroho, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Lakini pia unahitaji pengine kujiconnect na ibada hii kwa sadaka yako ya hiari. Kumbuka sadaka ni hiari. Achilia sadaka yako kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu atakubariki na ataibariki sadaka yako. Utaenda kuona Mungu akikupa neema mpya na viwango vikubwa. Mungu akubariki. Mitandao yote ya kijamii andika Maombi ni Dawa. Usiache kusubscribe ili uendelee kuwa mmoja kati ya familia wa Maombi ni Dawa. Barikiwe. Uwe na wakati mzuri.